hakuna mbadala. Lazima uchukue gharama. Mwambie mwenzako gharama ya toba ni muhimu. Unasikia watu wanasema siku 40 tunataka kufunga, wanasema siku 40 ukifunga si utapona. Wenzako wanapiga 60 mpaka 120. Wewe ni kufyeka ugali tu kila saa kwa. Yani wewe kila saa mwanangu. Yani mdomo umekuwa mwepesi kama mpiga filimbi. Ukiona chapati mate yanateremka jamani chapati. Jamani chapati. Tunaenda siku 40 sasa. Au tunasema kanisani. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Hebu angalia mwenzako. Kuna wengine eti unajua nisipokunywa chai asubuhi ikifika saa 6 kichwa kinaniuma mbaya kabisa. Yaani kichwa kitaniuma. Yaani mpaka niombe na Mungu anisaidie. Kwa sababu amezoeza mpaka yani hajuagi mwanangu. Na wengine hapa akifunga mpaka saa 6 yani kusema tija ameshaweka dingo. Hivi nilikuwa nimefunga leo. Hebu angalia mwenzako usoni. Naomba ujui gharama ya toba. Sikiliza jamaa, siku 3 Ninawi ilipotangaza jamaa mwendo wa siku 3 anaenda siku 1 akaenda kurudi kukaa. Mfalme wa Ninawi anapata taarifa. Kuangamizwa baada ya siku. Lazima upewe na nyakati za kujiandaa. Akasema sasa kama limepita tangazo la toba, sio ya mwanadamu, mpaka na paka, mpaka na panya, mpaka na mbuzi, mpaka na nini, na inzi, mpaka na mbu kunyonya damu zilifunga. Kwa nini? Kwa sababu lile tamko lilikamata nyakati. Na kila kikikamata nyakati, wote wanaokaa kwenye zile nyakati lazima washike amri iliyotangazwa. Ile amri ilishika kila kitu. Kwa sababu ile toba ilihitaji kiwango mpaka cha wanyama. Mungu aweze kugeuza kile kilichokusudiwa kufanyika. Zile nyakati ziachiliwe. Ile toba ilihitaji gharama mpaka ya wanyama. Ilihitaji gharama mpaka ya vitu vingine ambavyo hata vikisikia vitakubali. Ndio maana nimekuambia toba inatolewa na mtu mwenye nafasi. Mfalme aliposimama, kile kiti na nafasi aliyopewa kwenye ulimwengu wa roho wa Ninawi ilitiisha kila kitu. Ndio maana Zaburi ya 119 mstari wa 91 anasema vitu vyote ni watumishi wa Mungu. Ndio maana Misri Mungu alipoita vyura walikuja kama siafu. Alipofanya maji yawe na damu, maji yalikuwa damu. Maana vitu vyote kwa Mungu vikishaanza kutumiwa ni watumishi. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Kwa hiyo toba inahitaji kiwango ili ibadilishe maisha ya watu kutoka mauti kuwa uzima. Ni kiwango. Mwambie wenzangu ni kiwango. Ndio maana anasema atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa kuliko tunayawaza na tunayaomba. Lakini akasema kwa kadiri ya nguvu, kwa kiwango cha nguvu itendayo kazi ndani yetu. Mungu anataka kiwango cha toba. Sio toba tu, kiwango. Kiwango kinachogeuza. Mnakumbuka wakati Esther anasemaje? Ninaingia kinyume, nikiangamia na niangamie. Ni kiwango hicho. Alafu akasema siku 3 usiku na mchana msile chochote. Hicho ni kiwango cha toba ninayoiendea. Ninaenda kwa mfalme na nyumbani kwangu nao siku 3 kavu bila kulamba maji. Naenda. Kuna viwango vya toba vitakavyobadilisha nyakati. Mungu anavisubiri kwa ajili ya Watanzania. Mungu anavisubiri kwa ajili ya watu wa Kikokoro. Mungu anavisubiri kwa ajili ya familia yako. Mungu anavisubiri kwa ajili ya Pasaka ya mwaka huu. Aone viwango vinavyopanda kwake. Ili vile viwango vibadilishe mauti iliyotangazwa kwenye kila eneo. Nyakati zilizotesa, zilizoshikilia, zilizokamata nafsi za watu ziachilie. Ni viwango vinavyokwenda kwa Mungu aliye hai. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Hivyo viwango vikipiga, viwango vikifikiwa, tutaona mabadiliko ya ajabu.
Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameona kiwango. Haleluya. Alipoona Musa amegeuka, akasema, anapoona sisi tumebadilika, anasema anabadilisha yaliyokusudiwa. Na nimekuambia kila kitu kimefungwa kwenye muda, lazima ujue, na kuna amri ya kutekeleza. Na nilikuambia asubuhi, nikakwambia hata mapepo yenyewe yana muhula, yanatekeleza vitu vilivyowekwa kwenye muhula. Kama hakuna kiwango kinachobadilisha huo muhula cha toba mpaka utekelezwe, mpaka ufikie kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 8 mstari wa 29. Mathayo 8:29. Nasoma kwa jina la Yesu. Na tazama, wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe, mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Unasikia? Tuna nini nawe, mwana wa Mungu? Unajua, ngoja nikueleze. Unapoingia kwenye maombi ya aina yoyote, mahali popote, eneo lolote, fahamu kilichokuja au kinachotesa eneo kiko kwenye amri ambayo imewekewa mipaka. Kama ni muhula, ndio maana hata masomo yenyewe ya shule yamewekwa kwenye nini? Muhula. Mwalimu kama hajamaliza masomo ya muhula lazima aongeze muda. Kama ni wakati wa likizo, anasema jamani, kuna masomo ambayo hayajaisha, lazima tufidie muda wa nyongeza kuhakikisha kwamba masomo yaliyopangwa kwenye muhula yanaisha. Maana kinachomkimbiza ni muda, na vitu vilivyopangwa kwenye muda havijaisha. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Unajua, ngoja nikwambie, hata mtoto mwenyewe ana muda wa kukaa wapi? Tumboni. Wanasema, na ndio maana daktari anatangaza mwisho, unamwambia ulienda na, anasema tarehe fulani, basi huyo atazaliwa majuma mwezi wa na. Kwa hiyo una muda tangu mwanzo wa Kwa hiyo ukienda kliniki unangojea, unasema jamani, muda umeshaisha. Unajua muda umeshazidi, majuma fulani yameshazidi, kwa sababu muda ulioamriwa wa kukaa umeshazidi. Na muda ukifika, hakuna yari ya mama, hakuna ya mtoto. Unasikia wanakuuliza tayari muda, nasikia uchungu tu. Kinacholeta uchungu sasa kwa Tanzania wa toba ni muda umefika wa kujifungua. Wewe, Mungu anachotafuta, Mungu anachotafuta ili isiwe siku ya dhiki, isiwe siku ya dhiki na matukano, ni nguvu ya kuzaa. Isaya 37 mstari wa 3 anasemaje? Ili uelewe, maana unafikiri kwamba sasa hivi unaposikia Mungu anazungumza kila mahali watu waingie kwenye toba, na hii ni kwa resma inaambiwa ni kufunga. Sio kwamba Mungu anataka kitu kingine. Inawezekana kile kilichokusudiwa kwa wakati kisipotimia, maana yake lazima matukano yatakuwepo, dhiki itakuwepo, kila kitu kitakaa vibaya. Tasoma kwa jina la Yesu. Amina. Wakamwambia Ezekia aseme hivi, siku hii ni siku ya dhiki na aibu na matukano. Sikiliza, siku ya dhiki, aibu na matukano. Naomba tutaje hivyo vitu vitatu. Ya dhiki, aibu na matukano. Kwa nini? Maana watoto wa tayari kuzaliwa, wala hapana nguvu za kuwazaa. Nisikilize. Mungu akishaandaa vitu vya kutokea kwenye nyakati, visipotokea kwenye nyakati zilizoandaliwa vitokee, ni aibu. Ngoja niseme hivi. Ukiwa na mtoto wa miaka 2 alafu anatambaa hajasimama, watu watakuuliza jambo la kwanza, ana miaka mingapi? Unamwambia ana miaka 2. Hajasimama. Nini kimeleta mshangao? Muda uliopo
na kitu anachofanya. Ngoja. Hivi ukakuta babu mwenye wajukuu anacheza na vijana ananyoa nywele, vijana wanavyonyoa, alafu anapaka piko, unamuulizaje? Muuliza, hivi una miaka mingapi? Akikutajia umri unasema, ha, una umri huu unafanya hivi vitu? Nini kimeleta aibu? Muda na vitu anavyofanya havifanani. Nisikilize, siku hii ni siku ya dhiki, aibu na matukano. Kwa nini? Watu wote wana mimba na nepi zimeshaandaliwa na mbio zimenunuliwa, nguvu ya kuzaa kinachowekwa kwenye aibu. Na kama kipo, kuna mambo mawili inawezekana.